Taarifa niliyoiandaa inahusu mtambo wa kuzalisha hewa tiba kwa maana ya oksijeni. Ndio. Kwa nilitamani mimi mwenyewe kwanza ni kitu ambacho nilikuwa sielewi, kwa nikatamani nikahisi kila Mtanzania anatamani kujua kwani mtu anapohitaji usaidizi kwenye swala zima la upumuaji, anapokuwa ameumwa, labda mapafu yamefeli, ile hewa inatoka wapi? Kwa sababu kiuhalisia tunajua kwamba hewa ya oksijeni ipo inatuzunguka. Na inapotokea sasa mtu ile hewa inayotuzunguka ameshindwa kuivuta, kuna hewa ipo imetunzwa kwenye mtungi anaekewa, inatoka wapi mpaka ikaingizwa kwenye mtungi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilifanya habari kuhusu makala kuhusu hilo na nilifanya katika hospitali ya rufaa mkoa wa Simiyu ambapo serikali iliwekeza fedha kwa ajili ya ujenzi wa mtambo huo na ukawa umeleta uboreshaji mzuri, yani umeleta tija katika utoaji wa huduma za afya katika hospitali ya rufaa mkoa wa Simiyu pamoja na mikoa jirani kama Mara, kwa sababu ni maeneo ya karibu na jirani. Ni kazi ngapi uliziwasilisha? Niliwasilisha kazi kama 3. Nilipeleka sekta ya kilimo, nilipeleka sekta ya maji. Yes, lakini nikapeleka pia uwekezaji ambapo ilijikita kwenye uwekezaji kwenye sekta ya afya. Lakini ndio hivyo. Umepata huko. Nadhani kule nilikutana na miamba zaidi. Nimekutana na hii imekuwa surprise. Hongera sana. Asante. Hongera sana. Milioni 5 unayo? Unapenda tabasamu. Kuna kipindi kile cha Kijana Leo. Yes, nilipeleka kazi moja tu. Ilikuwa kwenye kipengele cha vijana. Ilikuwa kile kipindi kilikuwa inahusu namna gani unaweza kutumia nywele kuwa mbolea. Umeona ilikuwa ni kipindi ambacho kinahusiana na masuala ya science kidogo pale, unajua Kwa hiyo nywele kuwa mbolea, kwa hiyo ikawa ni content ambayo ni nzito kumpiga mpinzani wangu. Umeelewa nzito sana. Kwa hiyo ile ikawa ni tayari imebeba kwamba sasa hapo kumbuka hizi tuzo majaji wanatoa 40%. 60% unatakiwa uzitafute wewe kupitia kwenye kuomba kura kwa watu. Hichi tu unaomba kura kila siku na imagine kila siku na kusumbua wewe unipe kura. Alafu nilikuwa sijui kama hizi tuzo zitakuwa kuja kuwa kubwa kwa kiasi ambacho tumekiona jana. We never imagine kwamba hii tuzo itakuja kuwa hivi. Hatukuwahi kuwa. Ningepasi hii tuzo lazima upeleke mwakilishi mmoja. Lakini sasa wakaangalia mwakilishi ambaye anataka kuwa na muscles za kuomba kura. Kwa sababu unaweza ukapewa kuwakilisha na ukashindwa kuwakilisha kupeperusha bendera kwa sababu huna muscles. Kwa hiyo wakana Jojo is very muscles, hapa anajua namna kutumia ucheshi kuomba kura. Umeelewa kwa sababu unaweza ukaenda lakini huwezi kuomba kura na upo kwenye kipengele unashushwa, unaangushwa vibaya mno. Sawa umeenda content kubwa lakini skin hizo unazipataje? Huna uwezo. Umeelewa Kwa kweli kama unafanya kitu na hakijulikani popote, ni ngumu watu kukutambua. Kwa bila Azam Media sisi hizi kazi sijui zingeonekana wapi. Labda tungetengeneza, tungebaki nazo kwenye simu zetu, tutaweka status, wataona ndugu zako, marafiki na nani, lakini Azam Media ndio kitu ambacho kinatufanya sisi kile tulicho nacho kionekane. Kwa kikubwa ni hicho, naweza kusema kwa ni mchango mkubwa sana na hata tulikosa nafasi za kuzungumza, kwa tuchukue nafasi hii kuishukuru Azam Media kwa kutupa fursa na kutuamini toka walipotuona. Wengine tumefika labda hatujui sana, lakini tumeendelea kujifunza mpaka hapa tumefika, ni kwa sababu Azam Media ipo na viongozi wetu wapo, wahariri wetu wanatuongoza, wanatunyosha. Ukiwa na wazo lako anakusaidia na aliweka vizuri. Rest in peace madam wetu, alikuwa the best kwenye haya maswala. Madam Rahabu. Na Biblia inasema amtumainie yeye atakwezwa na kuwekwa mezani pa wakuu. Kaka nimesimama meza ya wakuu mbele ya rais. Amemtazama rais hivi akiniona sasa kidogo rais alio kijana wangu, lakini wewe angekuona unaweza kuona sehemu. Nani huyu? Kila mimi akiniona unamjua. Na tarehe 7 tuko Ikulu. Wanatoka kesho. Chakula cha mchana na Mama Samia. Umeelewa? Mama, tuko pale. Nimepata hamasa, nimezaliwa upya. Kama nyoka nimejivua gamba usiku wa jana. Uone leo kidogo ni kama kijana. Sijalala bado. Nitalala yaani nimejivua gamba, nimeanza upya.
kwamba sasa na naelekea. Kumbuka wakati anaongea pale Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete anamwambia tutafanya kazi za kukimbiza mwenge. Umeelewa hiyo kazi ambayo umepewa ya pili hiyo? Kukimbiza mwenge, kuongea na vijana, inaonekana uko vizuri eneo hili la vijana. Umeelewa hiyo? Sawa, kwa hiyo nimekuwa na hamasa, nimekuwa na hali mpya. Yaani nimekuwa yaani najisikia ndani, najisikia furaha. Energetic. Yes. Rema? Imeniongeza ari. Unajua kwenye kazi ya waandishi wa habari kuna changamoto. Na miongoni mwa changamoto ni pamoja na wakati mwingine kukosa ushirikiano kwenye sekta na idara tofauti. Unatafuta story huku umepata, unatakiwa balance huku fanyaje, inashindikana. Kuna wakati unakutana na mazingira, na sisi tunaotoka mikoani kuna mazingira fulani. Kwanza unakutana na jamii ambayo haielewi mwandishi ni nani. Ndiyo. Yaani mpaka umshawishi mtu kuzungumza ni umetumia nguvu. So unaelewa. Tofauti na sehemu zingine mijini kwa at mtu akiona kamera anaona tu ni kitu cha kawaida. Kwanza mtu anafika na hisi labda una shoot movie, akikuona anakuuliza wewe wapita, mwingine anakuuliza picha unapigia shilingi ngapi, anajua umekuja kupiga picha uuze, si unaelewa. Kwa kuna wakati unakaa unakata tamaa, unahisi kukata tamaa, unaona si nitafute sawa, unaweza kabaki kwenye tasnia hii ya habari, lakini unaona kama labda niende njia nyingine tofauti na hii reporting, si unaelewa. Lakini kupitia tuzo hizi nimefarijika na nimeendelea kuwa motivated kuendelea kufanya hii kazi kwa nguvu zaidi, kuamini kwamba unachokifanya juhudi zako haziendi bure. One day kuna siku juhudi zako zitaonekana.